Serikali imeombwa kuwatazama wajane kwa jicho la tofauti kama inavyoyatazama makundi mengine, kwani wao wana uwezo wa kufanya shughuli za kimaendeleo ikiwamo za kiuchumi kama ilivyo kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambao wametengewa asilimia kutoka kwenye halmashauri zao. Ombi hilo limetolewa na mwalimu wa neno la Mungu Hilda Mtesigwa kutoka jijini Mwanza, ambaye yupo jijini Dodoma kuhudhuria kongamano la wanawake wajane linalofanyika katika chuo cha ualimu Mtumba jijini Dodoma, program iliyoandaliwa na umoja wa wamama wa kanisa la Anglican Tanzania Umaki. Akiongea amesema, kwenye sera za nchi zinapotungwa, naomba niombe serikali kwamba wanawake wana uwezo, wajane wana uwezo wa kufanya mambo makubwa. Na wakati mwingine unaweza kaona hata hiyo kwenye mikopo na nini, wakisikia kwamba ni mjane, wanaona kama huyu akichukua fedha ni kama hataweza kwa sababu haziwezi kuendelea. Naomba tuwatazame wajane. Na mimi niombe huko sera zinapotungwa, wajane watazamwe kwa jicho la pekee tena. Wasichanganywe na watu ambao waume labda wana nguvu za namna fulani, au huyu mjane hawezi akafikiwa vizuri. Na tusaidiwe kuwekewa mipango mikakati ambayo itawasaidia wajane kwa vikundi labda vidogo vidogo. Lakini unaona wajane ni kama wanajumlishwa tu huko ndani, kile kinachotengenezwa wanajumlishwa huko ndani. Kwa hiyo mwanamke apate nafasi vizuri, mjane apate nafasi vizuri, iwe kwenye serikali, iwe kwenye makanisa, iwe kwenye jamii, apate nafasi nzuri. Tuiombe serikali ambayo inasema inawajali watu. Kuna makundi maalum, sijui ya watoto yatima, sijui makundi maalum ya makundi ya walemavu, makundi ya vijana, makundi ya sijui wanawake nini. Bado hatujasikia ile kundi la wajane kama wajane kwamba wanatengewa fedha na wanasaidiwa kuanzia ngazi ya juu kuteremka kwenda mpaka ngazi ya chini kwenye vitongoji. Tunatamani tuone mpaka kwenye vitongoji vyetu, tuone kwenye mitaa yetu tunayoishi wajane wakikusanywa, wakisaidiwa, na tukiweza kuwawekea vipande kwamba kwenye mtaa, halafu inakwenda labda kwenye kata, hiyo itatusaidia kuwasogeza pamoja. Lakini kumtoa mjane aliye kijijini umwambie atakwenda kugombania ile misaa ile nini hiyo ya makundi ya huko juu, itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo niombe serikali tutazame tena kwa jicho jingine namna ambavyo tunaweza kwamba tunaweza na tunaweza tukafanya. Ndio maana wajane wengi unawaona wengi akifiwa mume wake anatulia na watoto. Wengi unaona ametulia na watoto. Ndio maana kuwapata kwa wajane wanawake ni wengi kuliko kuwapata wagane wakina baba. Bi Mtesigwa ambaye pia ni mhubiri wa neno la Mungu akaishauri jamii kuwatazama wajane kwa jicho hili. Mara nyingi watu wanadhani kwamba mjane anapaswa aonekane wa ajabu fulani hivi. Akivaa vizuri wanaona kama sio sehemu yake, akila vizuri sio sehemu yake. Mimi nataka nitazamishe jamii kwamba mjane ni kwamba tukaondokewa na mume, lakini yeye yuko kamili kama alivyo mwanadamu mwingine. Kwa hiyo anaweza akafanya chochote kwenye jamii. Unaweza ukafanya chochote, unaweza ukaelimisha wengine, na unaweza ukakaa na watu wengine vizuri katika jamii. Kwa hiyo naomba mjiamini kwamba inawezekana. Mitazamo ya jamii ya kuona mjane, mbona wakisikia mjane ni yule anayepita anaomba nyumba kwa nyumba, ni yule anayelia sana kila wakati yuko ndani, ni yule ambaye kama amechanganyikiwa kidogo, ni yule aliyepauka. Naomba jamii tusiwatazame namna hiyo wajane. Wajane wanayo nafasi katika jamii na wanaweza wakafanya mambo makubwa. Mimi mwenyewe ninajiamini, pamoja na kwamba ni mjane lakini najiamini. Nafanya mambo makubwa na jamii inaona. Natia nguvu wengine, nafundisha wengine na jamii inaona. Kwa hiyo tujiamini kwamba inawezekana. Tunaweza tukafanya jambo na jamii ikaona na wengine wakatamani kuiga kwetu kwa yale tunayoyafanya. Ama kwa upande wake Mchungaji Emmanuel Lukumai anayehudumu katika kanisa kuu la Roho Mtakatifu jijini Dodoma akasema, kuwashauri tu kwa kweli wasiwasuke, wasiwasumbue, wawaache, kwa sababu hata wao hawako salama. Kila mtu atafiwa, kama si leo ni kesho.
kila mtu atapata janga hili. Kwa hiyo tujue kabisa wenzetu hawakuchagua haya maisha, yamewakuta, ni sehemu ya safari ya maisha. Tusiwasumbue, tusiwanyang'anye mali, tusiwaonee, tusiwadhihaki, tusiwafanyie ukatili, tukijua kabisa hawa ni wenzetu. Tofauti tu ni kwamba wameondokewa na wenzao na hawakuomba kupitiwa na hayo mazingira. Mungu amependa iwe hivyo, basi sisi tuungane nao katika kuwafanya wafurahi katika taifa na katika jamii zetu, waone maisha ya furaha pia kwa sisi kuwa pamoja nao karibu. Kutoka hapa Mtumba, jijini Dodoma, Tanzania, John Israel wa Banda Media.